Na mtazamaji wa Anuari TV, leo tukaangazia katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba katika kuelekea msimu ujao. Klabu hiyo imeingia sokoni kutafuta mshambuliaji striker hatari ambaye ana ile asili ya Fox on the box, mshambuliaji ambaye ana ubora mkubwa. Tukumbuke kwamba hili linakuja mara baada ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kutokuwa na maelewano mazuri na mshambuliaji wao kinara waliyemsajili msimu huu kutokea kwenye kikosi cha Singida Black Stars, kwa maana ya Jonathan Soa, ambaye klabu imekuwa ikimtuhumu katika upande wa shida katika upande wa kinidhamu, kwa maana nidhamu yake imekuwa hairidhishi moja kwa moja. Na wakati huu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, washambuliaji ambao wamekuwa wakihusishwa kwamba msimu ujao wanaweza kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba, na ndio hapo kwenye rada za wekundu wa Msimbazi Simba ni Thaddeus Nkeng. Huyu ni mshambuliaji mwenye umri wa miaka 26, raia wa Cameroon, anayepiga kwenye kikosi cha Stade Malien. Huyu ni mshambuliaji ambaye kwa msimu huu akiwa na kikosi cha Stade Malien nchini Mali amesaidia timu hiyo kufika kwenye hatua ya robo finali kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na amekuwa ni mshambuliaji ambaye ana ubora mkubwa. Hadi msimu wa ligi ya mabingwa barani Afrika unatamatika, amekuwa ni mshambuliaji ambaye amefunga magoli 3, kitu ambacho kinamfanya aweze kuthibitishwa ama kumthibitisha ni mshambuliaji ambaye ana ubora kiasi gani. Huyu ni mshambuliaji ambaye amezaliwa mnamo tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2000, na umri wake kwa sasa ana miaka 26, na huyu ni mshambuliaji ambaye kwa msimu huu kama nimekwambia amekuwa na ubora mkubwa. Mshambuliaji huyu ni raia wa Cameroon, na ukimtazama katika upande wa kufunga mabao amekuwa ni mshambuliaji ambaye ana matumizi sahihi ya kufunga magoli ya vichwa, lakini namna ambavyo amekuwa anacheza sio standing striker. Ni mshambuliaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kukimbia katika maeneo mengi, kwa maana anafanya mikimbio nyuma ya migongo ya walinzi wa timu pinzani, kitu ambacho kwa msimu huu ni kama vile wekundu wa Msimbazi Simba wamekosa mshambuliaji mwenye aina hiyo. Ndio maana tunashuhudia mwalimu Steve Barker akiwa anamtumia Elia Mpanzu kama first number 9 kwenye kikosi chake. Kwa hiyo Simba wamedhamiria ama bado wako sokoni wakihangaika kupata saini Thaddeus Nkeng, nyota huyu raia wa Cameroon, kwenye kikosi cha Stade Malien ya huko nchini Mali. Na kwa msimu huu katika mechi ya hatua ya makundi iliyohusisha Stade Malien dhidi ya Simba huko nchini Mali, Thaddeus Nkeng alikuwa ni sehemu ya wachezaji ambao walifunga bao kwenye huo mchezo ambao ulitamatika kwa Malien Stadium kuweza kuibuka na ushindi wa goli 2-1. Lakini pia klabu ya Simba ipo sokoni kutafuta saini ya mshambuliaji anayepiga kwenye kikosi cha The Golden Arrows ya huko nchini Afrika ya Kusini. Huyu si mwingine ni kwa maana ya Junior Diong, mshambuliaji huyu raia wa Chad ambaye amekuwa na kiwango bora na ndiye top scorer kwenye ligi kuu soka nchini Afrika ya Kusini kwa mwaka huu 2026, akifunga magoli 14. Just imagine kwenye ligi ambayo ina washambuliaji bora kama Blanc Leon wa Mamelodi Sundowns, ligi ngumu ya mshambuliaji bora kama vile Evidence Magokpa wa Orlando Pirates, anaibuka mchezaji kwenye kikosi cha Golden Arrows, miongoni mwa timu ambazo ni mid table teams kwenye ligi kuu soka nchini Afrika ya Kusini, anafunga goli zaidi ya 10. Huu ni ubora ambao Junior Diong kwa msimu huu ameweza kuonesha akiwa na kikosi cha Golden Arrows katika ligi kuu soka nchini Afrika ya Kusini. Huyu ni mshambuliaji ambaye hana jina kubwa barani Afrika, ni mshambuliaji ambaye namba zake ndizo ambazo zimemfanya aweze kuzungumzwa kama miongoni mwa washambuliaji ambao kwa wakati huu barani Afrika wamekuwa wana mwenendo bora. Na kujaribu kuangalia ulimwengu kwa wakati huu, kama sio barani Afrika, washambuliaji bora imekuwa ni moja kati ya janga ambalo kila timu limekuwa likipitia katika upande huo, sambamba na klabu ya Simba ambayo kwa msimu huu wamepitia kipindi kigumu, kwa maana pasipokuwa na mshambuliaji kiongozi ambaye ndio angekuwa kama vile mtambo wa mabao. Na hivyo klabu ya Simba kupitia uongozi wake chini ya mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi Crescentus Magoli na CEO wa klabu hiyo kwa maana ya Bizubeda Sakuru, wameamua kuanza mapema harakati hizo za kutafuta washambuliaji ambao ni wazi kwa wakati huu Simba hawana mpango wa kuendelea na Soa kwa msimu ujao. Tuambie kwenye comment unafikiri hawa washambuliaji wawili ambao Simba
wapo nao kwenye mazungumzo ya ukaribu, wanafaa kwa msimu ujao kuweza kupita kwenye zile zama ambazo Simba walikuwa wana washambuliaji bora kama alivyokuwa Medi Kagere, Christophe Mushimba Mugari, John Raphael Boko, lakini pia na wale wengine wengi ambao kwenye historia za washambuliaji bora wa klabu ya Simba hutoacha kuwataja. Naitwa Leopard John, sauti ya mvua. Nilikuwa hapa kukuletea makala hii ambayo leo tumeiangazia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi Anuari TV, kwa maana hapa ndiko sehemu sahihi pekee pa kupata kile ambacho roho inapenda.